kwa habari za entertainment, politics and sport. Usiache kusubscribe channel yetu BM Online TV. Kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi ibara ya 145 inayoelezea majukumu ya wenye viti, hii leo serikali imewasisitiza wenye viti wote halmashauri ya wilaya ya Magu kuhakikisha wanaitendea haki nafasi waliopewa kwa kuwawakilisha wananchi na kusimamia haki. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli, upinzani leo ni bye bye. Na ni bye bye kwa sababu ya maendeleo na kazi kubwa ya rais wetu anavyofanya mpaka huku chini kupitia nyie. Ndicho kilichofanya tu kuwa upinzani. Watu si wanaona kazi ya serikali ya CCM. Ndicho kilichofanya leo tusione hawa. Kwa sababu wenzetu mbwembwe nyingi. Sasa mimi leo niwakumbushe, Chama cha Mapinduzi tuna rais leo wa awamu ya 5. Manake tumeshapitisha marais, huyu ni wa 5 kupitia Chama cha Mapinduzi. Maendeleo ambayo yamepatikana kuanzia tunapata uhuru mpaka leo ni historia. Lakini katika miaka 5 ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli tuko mbali sana. Yaani mwenyekiti ukisimama lazima ujidai kwa kazi kubwa iliyofanyika, lakini wengi mmekuwa wanyonge. Na mimi nayaona na nimeshuhudia mwenyewe. Anakuja mtu wa upinzani hapo anakuambia CCM imefanya kitu gani bwana? Hakuna kitu. Wewe unasemaje kama mwenyekiti? Alafu naona rudisha mikono nyuma unasema eti bwana hata mimi nashangaa. Ngoja nifikirie. Unafikiria nini? Mpo, mimi nawafahamu mpo. Mnapigwa viboko sana kwa maneno kule. Alafu mnakuwa wanyonge. Yaani ningelikuwa mimi ndo mwenyekiti wa serikali ya kijiji, anayekuja kuuliza hivyo wa upinzani, akisema tu serikali ya CCM hakuna kilichofanyika, unamwambia unasemaje? Hiyo barabara unaopita ni ya nani? Hayo maji unaokunywa ni ya nani? Hao watoto wanasoma kwenye shule za nani? Ukiugua unatibiwa kwenye hospitali ya nani? Usalama unaoona huu unasimamiwa na nani? Unaainisha vitu tu, alafu unamwacha pale umwambie niambie wewe, hata kama kuna choo cha shule ya msingi umejenga pale, we kazi yako umemaliza. Ani humu kwenye hii katiba ya Chama cha Mapinduzi ambayo ina kurasa 144, sehemu ya kwanza, jina, imani na madhumuni. Madhumuni ya Chama cha Mapinduzi ni nini? Yako 19. Mimi nawaambia mawili. Yako 19 huko. Lakini wako wenye viti hapo ukiwagusa hawana. Unataka uendelee kuwa mwenyekiti. Ukiendelea kuwa mwenyekiti ujue bahati yako nzuri, una ng'ombe. Ukiuza ng'ombe unaonunua watu wanakupa nafasi. Kama una hii na hujaelewa hayo. Nitasema kweli daima, fitina kwangu iko. Maana ahadi za mwanachama ziko 9. Nataka tuelewane. Hii ndio haki ya Mungu. Kama nitaendelea kuwepo 2024, kwani Wasukuma tukikuuliza hii kwamba wewe hujafanya ufai, kuna ubaya? Hamna. Amina, ndio maana tumeitana mwaka mpya na mambo mapya. Mimi si ni mjumbe wa kamati ya siasa. Ndio. Mimi kwangu nitakuwa siongei sana. Hebu muiteni mwenyekiti atuambie ni mara ngapi ametoa taarifa ya utekelezaji wa ilani kwenye chama, ili tunapokwenda kwenye kura za maoni waseme huyu anafaa. Mambo mnayo mengi mnayoyafanya kule, uhamasishaji wa watu mnafanya kule. Ninawaona hata mimi mnapopita kule kujenga madarasa, madawati na vingine, barabara, kuna kitu gani uko na watu. Katiba ya Chama cha Mapinduzi inaeleza, sio maneno yangu, dhamana ya wenye viti mlionayo. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya 145, nisomee mwakilishi wa DSO, sogea tu hapa. Nataka waelewe, mimi naongelea humo ili tuelewane vizuri.
Hii ni katiba ya Chama cha Mapinduzi, lakini muasisi na mwanzilishi ni mtu huyu na timu yake. Sikiliza, Bunge au Baraza la Wawakilishi hadi itakapokuwa itatunga sheria itakayofafanua utaratibu wa kuanzisha vyombo vya serikali za mitaa, miundo na wajumbe wake, njia za mapato na utaratibu wa utekelezaji wa shughuli za vyombo hivyo. Itakuwa ni mazumuni yake ya kuwapo serikali za mitaa ni kupeleka madaraka kwa wananchi, na vyombo vya serikali za mitaa vitakuwa na haki na mamlaka ya kuwashirikisha wananchi katika mipango ya shughuli za utekelezaji wa maendeleo katika sehemu zao nchini kote kwa ujumla. Akinunua hiyo kesi kwa maana ya kuchukua hayo majukumu, anachokifanya yeye anasikiliza, anaweza kuyaamua, anayaamua. Akiyashindwa, mwenyekiti ndio anayemtafuta mkuu wa wilaya ama mtendaji wa kata pale, au mheshimiwa diwani ndio mwenyekiti wa kamati ya maendeleo. Mheshimiwa diwani, mwenyekiti, mimi huku nimeona hili linanizidi, lakini naomba nililete kwako, kuna mwananchi wangu ameonewa, kwa utaratibu wako unaweza ukamaliza. Nyie mnaacha mwananchi ndio anakuja kukuonyesha udhaifu wako kwamba mwenyekiti yule ni mzigo, hafai, nimeamua nije mimi nimemruka. Katika ziara hiyo, jeshi la polisi pia likapata nafasi ya kuwakumbusha wenye viti wajibu wao na kushirikiana kwa pamoja na jeshi la polisi. Zangu wenye viti wa vijiji, mimi kwa majina naitwa mratibu mwandamizi wa jeshi la polisi. Jina langu naitwa Mahmudu Banga, ndio mkuu wa polisi wilaya hii ya Magu. Nilikuwa nataka tupitishane katika maeneo machache tu ili tuwekane vizuri, next time tujue kwamba mwenyekiti na jeshi la polisi wana mahusiano gani. Lakini nianze kwa kusema tu, jeshi la polisi limeundwa kwa mujibu wa katiba kama nilivyosomewa na mheshimiwa mkuu wa wilaya, liko kwa mujibu wa katiba ya nchi. Lakini vile vile kuna sheria mama ambayo ni sura 322 ambayo inaliunda jeshi la polisi. Katika sura hii sehemu ya 5 inaonesha kazi kuu za jeshi la polisi. Kwa hapa mimi nataka sasa tuelewane, ndugu zangu wenye viti, tuzijue kazi za nini za jeshi la polisi, kwa sababu kumekuwa na mkanganyiko. Kuna kazi zingine si za jeshi la polisi, lakini wenye viti mnalazimisha zije kwenye jeshi la nini la polisi, jambo ambalo linakuwa sio. Kuna baadhi ya kesi tutaziona na mtakuwa mnaona namna gani kuna idara zingine kama mwenzangu waliotoka kwa uhamiaji alivyoelezea kazi zake za nini za uhamiaji. Kwa hiyo kama mtakuwa mmezielewa vizuri zile, maana yake sasa na mmepata namba yake ya simu, kuna mhamiaji alamu wa kwanza kumpigia ni nani? Afisa uhamiaji. Sio kama tumeelewana? Atakuja mwenzangu wa nini wa moto, si ndivyo? Maana yake likitokea tukio la moto, wa kwanza kumpigia ni nani? Ni yeye, si ndivyo? Katika hiyo sehemu ya 5 katika hiyo sura 322 ambayo inaunda jeshi la polisi, kitu cha kwanza, kazi ya kwanza kabisa ya jeshi la polisi ni kulinda amani na utulivu uliopo ndani ya nini ya nchi. Si kama tunaelewana? Kulinda amani na nini na utulivu. Kwa hiyo tuna amani, maana yake ni nini? Kila mmoja anaelewa maana yake amani ni nini, si ndivyo? Ni pale ambapo kama hivi tunapotembea Magu, hakuna mtu anayefanyaje, anayekuguzi, si ndivyo? Sasa akitokea mtu anahatarisha amani yako au anahatarisha amani katika eneo ambalo wewe upo, hiyo ni kazi ya jeshi la nini? Polisi. Jeshi la uhamiaji pia likawakumbusha wenye viti kuwa makini na raia wote wanaoingia na kutoka wawe wamefuata taratibu zote. Nadhani wote tunafahamiana, au kuna mtu ambaye hajawahi kuniona? Mnanifahamu, si ndio? Ofisi za uhamiaji mnajua zilipo? Hamjui hata ofisi zilipo?
Ofisi ya uhamiaji ipo kwenye jengo la NIDA pale, tuko floor ya kwanza pale juu. Karibuni sana. Kwa hiyo naomba nijitahidi kuongea kwa ufupi mambo machache kuhusiana na idara ya uhamiaji. Idara ya uhamiaji ilianzishwa chini ya kifungu cha sheria namba 4 cha sheria za uhamiaji ya mwaka 95 na ikafanyiwa maboresho na sheria namba 8 ya 2015. Sheria hiyo inaipa mamlaka idara ya uhamiaji kudhibiti na kuwezesha masuala ya kiuhamiaji nchini Tanzania. Na idara hii ni moja ya vyombo vya usalama nchini chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Kwa hiyo ndio idara ya uhamiaji. Dira yetu ni kuwa chombo chenye kufanya kazi kwa ufanisi na umakini na kutoa huduma bora ili kufikia kiwango cha kitaifa na kimataifa. Lakini dhamira yetu uhamiaji ni kuwezesha na kudhibiti uingiaji na utokaji wa watu ndani na nje ya nchi kwa kutumia sheria, kanuni na taratibu ili kuwepo ulinzi na usalama wa nchi na kulinda uchumi wa nchi. Kazi zetu uhamiaji, kazi za uhamiaji ni kuimarisha usalama wa taifa kupitia udhibiti wa kiuhamiaji, kutoa pasipoti na hati nyingine za kusafiria kwa raia wanaostahili, yani wenye vigezo, kutoa vibali na hati kwa wageni wanaotaka kuishi nchini, sababu kuna raia wengine wa nchi zingine wanatamani kuishi Tanzania. Kwa hiyo uhamiaji ndio tunawajibika na kutoa vibali kwao. Namba 4 ni kuwezesha na kudhibiti uingiaji na utokaji wa watu ndani na nje ya nchi. Tunawezesha kwa kupitia mipakani kule, watu wanaotaka kuingia lazima wawe na vibali, wawe na hati za kusafiria. Kitu kingine, kazi nyingine tunayofanya ni kupanga na kuwezesha kuomba uraia wa Tanzania kwa wanaostahili. Kwa hiyo kuna watu ambao walikuja kuishi nchini lakini wanatamani kuwa raia wa Tanzania. Kwa hiyo sisi ndo tunahusika, uhamiaji inahusika na taratibu zile za raia wa kigeni ambao wanataka kuomba uraia. Katika utoaji wa pasipoti kuna aina za passport ambazo kuna aina mbalimbali za hati za kusafiria ambao ni ordinary passport, service passport, diplomatic, hati za dharura, na kuna certificate of identity na Geneva Convention. Lakini pia katika wageni tunahusika pia na kutoa vibali kwa wageni. Kuna wageni wengine wanatamani agizo kuu likiwa kusoma mapato na matumizi kwa kila kikao. Jumla ya wenyeviti wanaowakilisha vijiji 82 wameonyeshwa kufurahishwa kwa serikali kuwakutanisha pamoja. A, B na C. Kibali daraja A ni kwa wale wawekezaji. Kuna watu ambao wamekuja kwa sababu wanataka kufanya investment, wanawekeza nchini. Kwa hiyo tunawapa daraja A, na kuna raia wa kigeni ambao wanataka kufanya kazi, kuja kuajiriwa huku Tanzania, tunawapa kibali daraja B, na kuna kibali daraja C ambacho wanapewa wanafunzi na watu wanaokuja kwa ajili ya masuala ya kidini. Hao tunawapa vibali daraja C. Lakini kutokana na muda, labda nielezee kidogo pia kuhusu masuala ya uraia. Tanzania kuna aina 3 za uraia. Kuna uraia wa kuzaliwa. Kuna watu ambao wamezaliwa Tanzania na wazazi wao ni raia wa Tanzania. Kwa hiyo hawa wanaitwa raia wa Tanzania kwa kuzaliwa. Lakini pia kuna uraia wa kurithi. Huu uraia wa kurithi ni kwamba labda mtu anaweza kuwa amezaliwa nje ya nchi lakini wazazi wake wote ni wa Tanzania na alikuwa hajawahi kuishi. Kwa hiyo anarithi uraia wake, na urithi kutoka kwa wazazi wake. Lakini pia kuna uraia wa kuomba. Uraia huu wa kuomba wanapewa raia ambao raia wa kigeni. Kwa maana hiyo uraia
wa kuomba ni kwamba mtu sio raia, sio mzawa kabisa. Kwa hiyo anaweza akaomba uraia, unaitwa uraia kwa naturalization. Kwa hiyo mtu kama huyo anaomba uraia, anapata, na kuna taratibu za kufuata katika kuomba uraia kwa hao wageni ambao ni uraia wa kuomba naturalization. Anafuata taratibu. Kwa mfano ni mgeni anakuja anaomba, anaenda kwa nani, afisa mtendaji kata. Kwa hiyo kamati ya ulinzi na usalama ya kata inakaa inamjadili, ikishaandika samari yake kwenye vikao, wanakuja kwa afisa uhamiaji wilaya. Afisa uhamiaji wilaya atakaa na atawasiliana na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, watajadili pamoja, kisha itaandikwa mapendekezo kwenda mkoani. Mkoani pia atajadiliwa huyo mtu, kila kitu na fingerprint, kila kitu zitachukuliwa katika ngazi ya wilaya. Baada ya hapo itapelekwa makao makuu kwa kamishna jenerali. Baada ya hapo kamishna jenerali atamwandikia waziri wa mambo ya ndani ya nchi, yeye ndo anaweza kutoa uraia kwa mtu, lakini taratibu zinaanzia kwenye kata. Kwa ufupi niseme ni kama hayo, lakini pia kuna watu ambao nadhani wote tunafahamu masuala ya uhamiaji haramu. Mhamiaji haramu ni nani? Mhamiaji haramu ni yule mtu ambaye ameingia nchini, mwingine anaingia bila kibali chochote, hana passport wala hana chochote, anaingia kwa njia za panya. Huyo mtu ni mhamiaji haramu. Au pia anaweza akaingia mtu akiwa na vibali, labda anasema mimi nimekuja kwa ajili ya matembezi, anakuja kwa ajili ya matembezi, lakini akifika huku anaanza kufanya kazi zingine. Anakuja labda amepewa kibali, amepewa labda ana visa, ameingia na visa vizuri na passport, anasema nimekuja kutembea, anajikuta anakaa miaka na miaka, anakaa kiwiziwizi tuseme, yani anakaa hana kibali, anafanya kazi kwa kinyemela. Au ni wahamiaji haramu. Kwa kikubwa, naomba tushirikiane katika kata zetu, tukiona wageni ambao tunawatilia mashaka, hata kama hana mashaka yoyote, ni vizuri wageni wanapofika waweze kuja kuripoti kwenye kata zenu, na nyinyi pia kutuletea taarifa ofisi za uhamiaji, kwa sababu kuna madhara makubwa ambayo yanaweza kujitokeza kama mtu anaishi tu kinyemela bila kutoa taarifa, na sisi tunamuona wote, hatujui anashughulika na nini, ni raia wa kigeni, hatutoi taarifa. Inaweza ikaja kuleta madhara makubwa, kwa sababu anaweza akawa si mtu mwema kwa nchi yetu. Kwa hiyo ndio tunasisitiza tuwatambue wageni wetu. Kwa kiufupi, naomba niishie hapo sababu kutokana na muda, ila karibuni sana ofisi za uhamiaji. Tupo kwa ajili yenu. Wanaohitaji passport wanakaribishwa kwa ajili ya kupewa maelekezo yote. Karibuni sana, asante. Huku jeshi la zimamoto likatoa semina ya kujikinga na kujiokoa na majanga ya moto, hasa yanayowakabili wananchi katika vijiji mbalimbali. Fahamiana, si ndio? Tumeshaonana kwenye ziara nyingi za mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunakuwa wote. Sasa labda kama wewe ulikuwa unategea hujawahi kuniona, lakini naamini tulishaonana. Sasa jeshi la zimamoto na uokoaji ipo kwa mujibu wa sheria namba 14 ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, ambayo inatutaka sisi, cha kwanza, kuwa na kazi mbili katika jamii. Kazi zetu za msingi ni kuokoa maisha na mali, sio kuzima moto. Tunaelewana? Kuokoa maisha na nini? Na mali. Moto ni matokeo, na moto ukitokea umeshakuwa na hasara. Kwa hiyo ni jukumu letu kuhakikisha tunazuia moto sifanyeje, usitokee. Lakini huu moto ni nini? Kuna ambaye hajui moto? Kila mmoja sana kujua moto. Moto ni rafiki yetu, lakini moto ni adui kwa upande wa pili kama utatumika tofauti na matumizi yanayotakiwa. Na katika vitu viwili vinavyoweza kurudisha nyuma maendeleo na kuleta umaskini wa haraka ndani ya dakika ni moto na mafuriko na majanga. Kwa kazi yetu ya msingi ni kuokoa maisha na mali.
Hasa kwenye kuokoa maisha na mali imegawanyika. Kwenye kuokoa maisha tunaokoa wakati wa ajali za majini na nchi kavu, labda kumetokea tetemeko, labda kuna magari yamegongana. Zile gari za zimamoto zina vifaa kwa ajili ya kutanua mtoe mtu vizuri, asifanyeje, asidhurike. Kwa hiyo kazi ya maokozi iliyo kubwa ni ya nini? Ya zimamoto. Kama alivyosema OCD, polisi analinda raia na nini? Na mali zao. Zimamoto tunaokoa maisha na nini? Na mali. Tunashirikiana. Lakini akifika kwenye yeye akija na gari, labda kumetokea ajali, hana vifaa vya kuweza kwamba nikate wapi watu ni watoe haraka. Gari la zimamoto ndio lina vile vifaa vya kuweza kukata haraka akawatoa wale watu kwa wakati. Kwa hiyo kunapotokea ajali useme siwaiti zimamoto hapa kuna moto, hapana. Kuokoa maisha ni sehemu ya kuwatoa watu katika eneo walipo ili waweze kutoka kwa nini? Kwa haraka. Watu wamezama majini, lazima zimamoto waje kuokoa. Kwa hiyo lazima utoe taarifa zimamoto ili waweze kufanyaje? Kuja kutoa nini? Msaada. Kwa hiyo kazi ya zimamoto sio kuzima nini? Sio kuzima moto. Moto ni matokeo. Lakini kazi ya msingi ni kuokoa nini? Maisha na mali za wale watu wanaoishi kwenye jamii. Sasa moto tunaishi nao. Na huu moto ni nini? Moto tunasema ni mgongano wa kikemikali unaohusisha joto na mwanga. Moto ukiwaka lazima kutakuwa na joto kali, si ndio? Lakini kutakuwa na ule mwanga. Lakini kilichosababisha nini? Ni mgongano ule wa kemikali. Sasa tuna kibiolojia na kikemia. Sasa siwezi kuingia ndani zaidi. Ndio maana ili uwashe uweze kupata chochote lazima kuwe na nguvu ya ziada iliyotenganisha vitu viwili. Kama ni socket ya umeme, si lazima ubonyeze iwake. Pale kuna nguvu imegusanishwa. Tunasema friction. Kama ni kiberiti lazima utapiga ile njiti iweze kuwaka. Kwa hiyo ni mgongano wa kikemikali ambao unahusisha joto na nini? Na mwanga. Sasa moto ukishawaka, kama sio wa matumizi ya kawaida imetokea sasa. Katika ziara hiyo ya kamati ya ulinzi na usalama, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya pia anapata nafasi ya kuzungumza na wenye viti wote, lakini pia katibu tawala Bwana Menruf Nyoni alipata nafasi hasa ya kuwakumbusha wajibu wao wenye viti. Mahusiano yenu na halmashauri ni kitu kimoja. Mnapofanya maamuzi mnatakiwa mtushirikishe. Lengo la kuwashirikisha ni kwa sababu katika mamlaka ya serikali za mitaa, serikali iliamua ikachukua wale wataalamu wanaweza kuwashauri kwenye ngazi zetu za vijiji, lakini mamlaka ya mwisho katika serikali ya kijiji ni kwenye halmashauri. Kwa hiyo nyinyi mnapitia sasa kwa watendaji wale walioko kwenye vijiji na kata kutuletea sisi ushauri kwamba kuna jambo 1, 2, 3 linaendelea. Nilikuwa nataka niseme uhusiano wa halmashauri na ile. Kwa hiyo ndugu zangu, DC ni kikao muhimu sana cha kufanya mipango ya maendeleo pale. Mnaenda kupeleka mawazo pale, mnaenda kupokea pale, mnaenda kumshauri mkurugenzi, mwenyekiti na baraza zima na serikali kwa ujumla katika halmashauri. Tumeelewana? Tusiingiliane majukumu sasa hapa. Kuingiliana majukumu ni nini? Tumeona. Na hili nilikuwa natamani niseme wakati mwenyekiti yupo. Kuna mwingiliano mkubwa sana sasa wa waheshimiwa madiwani na wenye viti wa vijiji. Mwenyekiti wa kijiji anasema hivi, diwani anasema hivi. Sio sawa. Yeye mwenyekiti ndio mwenyekiti wa maendeleo pale. Kwa hiyo anachopaswa kusema, anapaswa yeye kusikiliza kwenye kijiji wameamua nini. Kama anashauri, ashauri kwa busara, lakini hana nguvu ya kisheria kusema hicho hapana. Ndio unaofanya watendaji wa kazi. Ndio. Nasema kama hicho. Msiwaambie watu wa vijiji kama hicho wao wameshaamua kwenye ngazi yao ya maamuzi. Nini tunachofanya? Mnaboresha, mnawasikiliza, mnawashauri, mnamalizia hapo. Ukimaliza hapo tutaenda vizuri bila kufanya nini? Kusigishana. Hakuna haja. Unakwenda mwenyekiti anataka watu wachangie, wafanye hivi na hivi. Diwani anasema mimi watu wangu hawezi kuchangia. Maana yake nini? Yaani watu wale wanashindana. Mwenyekiti anasema hivi. Wakati mwenyekiti akiamua kwenye ngazi yake kule na watu wake wa vitongoji wanamuita diwani kumpa taarifa. Naomba nieleweke. Sio maneno mazuri watu hawapendi kusikia, lakini mwenyekiti haji pale kuomba kwa diwani kama naomba anakuja kuboleza kwenye kijiji chetu tumeamua hili. Kwa hiyo tunaomba hili tulioamua ulijue. Sasa diwani anamwambia sasa hilo hebu tushauriane. Kwa nini tusiende hivi?
au tuende hivi, au nyinyi wenzetu mmekwenda kwa speed, hebu tuite wa DC tushauriane kwa pamoja. Huku ziara hiyo ikionekana kuleta matunda kwa wenye viti wote kufurahishwa hasa na serikali kwa kuwakutanisha pamoja na kuahidi kwa mwaka huu kuendelea kufanya wajibu wao na kuwawakilisha wananchi katika serikali. Kwa majina naitwa James Charles Luge, mwenyekiti wa kijiji cha Igekemaja, kata ya Kisesa, wilaya ya Magu. Kwa ujumla, kwa kweli semina ya leo nampongeza sana mkuu wa wilaya kwa kufikiria kufanya jambo hili. Tumefarijika. Hatujawahi kukutana wenye viti wa wilaya nzima tukazungumzia jambo moja au tukapata semina kwa pamoja. Kwa hiyo ni jambo ambalo nastahili pongezi sana. Mimi nimekuwa mwenyekiti wa muda mrefu, lakini sijawahi kukaa na wenye viti wote wilaya nzima tukazungumza jambo moja na tukapata semina moja kwa pamoja kwa kupitia mkuu wa wilaya. Kwa hiyo ni muombe na mkuu wa wilaya aendelee na utaratibu huu. Hata kama ni baada ya miezi 4, baada ya miezi 5, tukutane, tukumbushane, tuelezane, lakini tuambizane pale ambapo panastahili kuambizana. Kwa hiyo mimi sina cha kusema zaidi, ni kumpongeza tu mkuu wa wilaya kwa jambo alilofanya. Hakuna mkuu wa wilaya ambaye ameshafanya. Naamini hata inawezekana ikawa Tanzania nzima. Kwa hiyo nampongeza sana mheshimiwa mkuu wa wilaya Mr. Kali. Nikiripoti kutoka halmashauri ya wilaya ya Magu, Sebastian Salum, BM Online TV, Mwanza. All available in one platform only. BM Online TV. Subscribe now.